Kwa serikali ambayo haijapigiwa kura, wote tunajua kilichotokea katika hicho kinachoitwa kupiga kura. Ni forgery tupu. Ukienda hata kwenye historia ya chaguzi zetu, ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2010, turnout ya watu waliokwenda kupiga kura wakati Dr. Slaa akishindana na Kikwete ilikuwa ni 42%. Ndio watu waliojitokeza kwenda kupiga kura. Mwaka 2015 ambako Lowassa alishindana na Magufuli ulikuwa ni uchaguzi wenye mvuto mkubwa. Turnout ilikuwa ni 61% watu walioenda kupiga kura. Mwaka 2020 wakati Magufuli anashindana na Lissu ametoka kupigwa risasi, turnout ilikuwa ni 47%. Kwa hiyo unaangalia hizo takwimu, ghafla tu hiki kinachoitwa uchaguzi wa Samia ambao haukuwa na ushindani, kulikuwa na vyama vya mfukoni alivyovitengeneza yeye mwenyewe, havikuweza kuitisha hata mkutano wa watu 200 kwenye uwanja. Leo eti turnout imekuwa 88%. Ni matusi kwa Tanzania.